Karibuni wanafamilia wa familia ya Maarifa ya Neno, ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo inahusu masuala ya uchumi, na si uchumi mwingine tunaenda kutazama, bali ni uchumi wa mbinguni. Hivyo basi, tafakari yetu inajikita katika kichwa cha habari kisemacho elimu ya uchumi wa mbinguni. Na katika tafakari hii tunaenda kuangalia tofauti na mfanano kati ya uchumi wa duniani na uchumi wa mbinguni. Uchumi wa duniani unafundisha mambo kadhaa muhimu. Kwanza ni uwekezaji, halafu kuhifadhi na kulinda ili kile ulichozalisha kiweze kuongezeka. Kwa hiyo kuna kuwekeza, kuna kuhifadhi na kulinda ili kile ulichozalisha kiongezeke na kuongezeka. Lakini uchumi wa mbinguni unafundisha jambo moja tu. Unafundisha kutoa ili upate zaidi. Umeona? Katika uchumi wa duniani na wa mbinguni, wa duniani unapaswa kuwekeza, kuhifadhi na kulinda ili uongeze. Lakini uchumi wa mbinguni unahitaji kutoa ili upate zaidi. Hapa ndipo siri ilipo. Dunia inasema akiba ndiyo usalama. Weka akiba daima. Ndio uchumi wa dunia unavyosema. Lakini mbingu zinasema tofauti. Zinasema ukarimu ndiyo baraka. Ukarimu ndiyo baraka. Sasa kuna kanuni ya uchumi ambayo tunasema ni kanuni ya ongezeko. Katika uchumi wa duniani, ongezeko hutegemea mtaji ulioweka, hutegemea vilevile aina ya uwekezaji na soko. Hivyo basi, kadiri unavyowekeza kwa busara ndivyo unavyotarajia faida. Hiyo ni uchumi wa duniani. Lakini katika uchumi wa mbinguni, ongezeko hutegemea moyo wa kutoa. Biblia inasema hivi: toeni nanyi mtapewa, tena mtapewa kipimo kizuri, kilichosongwa, kilichotikiswa na kumwagika. Yote nisoma katika Luka sura ya 6 mstari wa 38. Uchumi wa duniani hujenga utajiri wa nje. Tunaona watu wakiwa na magari, wakiwa na nyumba, wakiwa na mali. Tunaona kwamba wale ni matajiri, na utajiri wao tunasema ni utajiri wa nje. Lakini uchumi wa mbinguni hujenga utajiri wa ndani. Sasa hebu tutazame lengo la kutoa. Katika uchumi wa duniani, mwenye kuuza hutoa kitu cha thamani akitarajia kupata faida. Kwa mfano, mtu analima mazao mazuri ili aweze kuyauza na kupata faida. Kila muamala una hesabu ya kurudishiwa zaidi ya ulichotoa. Kila muamala una hesabu ya kurudishiwa zaidi ya ulichotoa. Ukitoa shilingi 100, basi unafanya biashara ili upate faida juu ya ile shilingi 100. Kwa hiyo unatoa kitu cha thamani ili kupata faida. Lakini katika uchumi wa mbinguni, mwenye kutoa hutoa kitu cha thamani sana bila kutegemea malipo ya moja kwa moja, bali kwa faida
ya mnufaikaji, sio ya mtoaji. Na huu ndio tunaita uchumi wa neema. Yesu ndiye mfano mkuu wa ukweli huu. Biblia inasema hivi katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu. Kitu cha thamani sana. Sasa alifanyaje? Biblia inasema hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mwaminie awe na uzima wa milele. Ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mnufaikaji ni nani hapa? Mnufaikaji siyo yule mtoaji, bali yule mwenye kupokea. Mungu hakutoa ili apate faida ya kifedha, bali ili mwanadamu apate wokovu. Msalabani tunaona uchumi wa mbinguni ukifanya kazi. Katika kutoa uhai wake, Yesu Kristo alileta uzima kwa watu wengi. Yohana sura ya 10 mstari wa 10 mpaka ule wa 11. Tuangalie sifa za mnufaikaji. Katika uchumi wa duniani, au tunasema uchumi wa duniani unamhitaji mnufaikaji awe na uwezo wa kununua. Mwenye fedha hupata, asiye na fedha hukosa. Huo ndio uchumi wa duniani. Lakini uchumi wa mbinguni haumhitaji mtu kuwa na fedha, bali unahitaji mtu kukubali na kuwa tayari. Neno la Mungu linasema hivi katika Isaya sura ya 55 mstari wa 1. Anasema hivi, njooni enyi nyote msio na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Labda turudie tena neno hili kwa sababu ni neno zuri sana. Linasema hivi, njooni enyi nyote msio na fedha, kwamba hamna fedha, lakini mnaambiwa njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Hapa tunaona mwaliko wa neema. Bidhaa zinatolewa bure, lakini zinahitaji moyo wa kupokea. Hebu tutazame upatikanaji wa bidhaa. Katika uchumi wa duniani, bidhaa ni adimu. Kadri zilivyo chache, ndivyo thamani yake inapanda. Hiyo ni kanuni ya masuala ya uchumi, kwamba bidhaa ni adimu. Lakini katika uchumi wa mbinguni, bidhaa hazina ukomo. Upendo wa Mungu hauishi. Huruma ya Mungu na rehema zake ni mpya kila asubuhi, kama tunavyosoma katika Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 mpaka ule wa 23. Na pia neema yake inatosha, kama tunavyoweza kusoma katika Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari ule wa 9. Kadri unavyotoa upendo, ndivyo unavyozidi kujaa upendo. Kadri unavyotoa msamaha, ndivyo unavyopokea uhuru. Huu si uchumi wa upungufu, bali ni uchumi wa wingi, uchumi wa mbinguni. Tujaribu kuangalia mfanano uliopo kati ya uchumi wa duniani na uchumi wa mbinguni. Ingawa kuna tofauti kubwa,
lakini kuna mfanano mmoja wa msingi kati ya uchumi wa mbinguni na uchumi wa duniani. Katika uchumi wa duniani na wa mbinguni kuna kanuni moja ya muhimu sana, na kanuni hii ni ya kupanda na kuvuna. Kanuni hii inasema hivi: apandaye haba atavuna haba. Hii ipo katika uchumi wa duniani na wa mbinguni. Pia inasema apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu, na hii tunaisoma katika Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari ule wa 6. Msidanganyike, kwani kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Tunaisoma pia hiyo katika Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 7 mpaka wa 9. Tofauti ni kwamba duniani tunavuna mali, lakini mbinguni tunavuna uzima, amani na furaha tele ya milele. Hebu tuangalie thamani ya moyo. Yesu alipomwona yule mjane maskini aliyetoa senti 2 tu, alisema ametoa zaidi kuliko wote. Na hii tunaisoma katika Marko sura ya 12 mstari ule wa 41 mpaka ule wa 44. Ni kwa nini? Ni kwa sababu katika uchumi wa mbinguni thamani haipimwi kwa kiasi, bali inapimwa kwa moyo. Mwanadamu huitazama sura ya nje, lakini Mungu huitazama moyo. Na hii tunaisoma katika Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari ule wa 7. Naye Mtume Paulo anasisitiza akisema, kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko kupokea. Na hii tunaipata katika Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari ule wa 35. Hii ni furaha ambayo haiwezi kununuliwa na fedha. Ni furaha ya rohoni, amani inayozaliwa pale tunapomwinua mwingine. Labda leo tunajiuliza, nina nini cha kutoa? Huenda huna mali nyingi, lakini una kitu kimoja cha muhimu: una muda. Kwa hiyo kama huna mali ya kutoa, lakini ujue una muda. Huenda huna fedha, lakini ujue una neno la faraja. Huenda pengine huna utajiri wa dunia, lakini ujue una utajiri wa sala. Katika uchumi wa mbinguni, tabasamu lina thamani. Msamaha ni uwekezaji, huruma ni mtaji, na upendo ni maokoto, hela au fedha, au tunaita muamala. Na ajabu ni kwamba kadri unavyotoa ndivyo unavyozidi kuwa tajiri rohoni. Kama mbegu inavyokufa ardhini ili ilete mavuno mengi, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 12 mstari wa 24, vivyo hivyo kujitoa kwetu huzaa baraka zisizoonekana kwa macho ya kawaida. Sasa basi, tunapaswa kujua kwamba uchumi wa duniani unatuambia linda ulichonacho, usipoteze. Lakini uchumi wa mbinguni unatuambia toa ulichonacho, nawe hutapungukiwa. Kwani ni katika kutoa ndipo tunapopokea. Tunapotoa upendo, tunapokea furaha. Tunapotoa huruma, tunapokea huruma. Tunapotoa rehema, tunapokea rehema.
Mathayo sura ya 5 mstari wa 7. Tunapojitoa kwa Mungu, tunapokea utimilifu wa kusudi lake. Basi tuweke hazina zetu mahali pasipoharibika, kwa maana ilipo hazina yako ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Mathayo sura ya 6 mstari wa 21. Hii ndiyo elimu ya uchumi wa mbinguni, uchumi wa neema, wa upendo, wa huruma na wa uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.